Tuangazie nyingine inayofungamana na hiyo. Ombi jingine linaloshtaki Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka kwa madai ya kucheza karata na kura za urais katika ukumbi wa Bomas katika chaguzi 3 zilizopita limewasilishwa kotini. Seneta wa Busia Okiya Omtata anaomba koti ipige marufuku uwepo wa kituo cha kitaifa cha kujumlisha kura, akisema kinahujumu uchaguzi wa huru, uwazi na haki. Kama ombi la muungano wa upinzani la juma lililopita, Omtata anataka matokeo yaliyohesabiwa kudhibitishwa na kutangazwa katika kiwango cha eneo bunge yawe ya mwisho bila nafasi ya kuhesabu tena ama kudhibitishwa na mwenyekiti wa IEBC Laban Shaban na taarifa hii kwa kina. Seneta wa Busia Okiya Omtata anataka mahakama iamue matokeo ya kura za urais yaliyotangazwa katika ngazi ya eneo bunge yawe ya mwisho na kusiwepo kituo cha kitaifa cha kujumlisha kura za urais. Kulingana na ufasiri wa Omtata wa ibara ya 86 ya katiba, matokeo ya vituo vya kupigia kura yanayotangazwa na afisa wa kusimamia kura baada ya kuhesabu kura ni ya mwisho, lakini jumla ya matokeo hukusanywa na kudhibitishwa kwenye ngazi ya eneo bunge na msimamizi wa kura. Omtata anasisitiza kuwa baada ya hatua hii hakuna tena kuhesabu au kudhibitisha matokeo kwenye ngazi ya kaunti au kitaifa. Ni kuhesabu jumla ya matokeo ya eneo bunge na kutangazwa kwa washindi. Anapinga kifungu cha 39 cha sheria ya uchaguzi na kanuni ya 83 sehemu ya pili ya kanuni kuu za uchaguzi kwa mujibu wa notisi ya kisheria nambari 128 ya mwaka 2012 ambacho wanakitafsiri kilianzisha kituo cha kitaifa cha kujumlisha kura. Miongoni mwa matamko mengine ambayo wanataka kutoka kotini ni kuwa mwenyekiti wa IEBC hana uwezo wa kuhesabu upya au kudhibitisha matokeo na anaweza tu kukusanya na kumtangaza mshindi. IEBC sharti ichapishe matokeo mara moja katika kila eneo bunge kupitia vibao vya matangazo kwa umma na vyombo vya habari na si mtandaoni pekee. Pia vyombo vya habari na umma lazima viwe huru kuripoti matokeo ya eneo bunge mara tu yanapotangazwa. Wasilisho hilo kadhalika linanukuu ibara ya 138 ibara ndogo ya 10 ambayo wanaisoma kumaanisha kazi ya mwenyekiti wa IEBC ni karani wa kura tu, kukusanya matokeo ya eneo bunge na kutangaza mshindi. Katika ombi kwa mahakama ya upeo mwaka 2022 kama ilivyowasilishwa na Odinga na wengine 16 dhidi ya Ruto na wengine 10, mahakama ilifafanua jukumu la mwenyekiti wa IEBC. Iliamua kwamba mamlaka ya kudhibitisha na kujumlisha matokeo ya uchaguzi wa urais si ya mwenyekiti pekee, bali ni tume kwa ujumla. Mahakama ilisema mwenyekiti anafaa kutangaza matokeo kama mjumbe wa tume tu na si kwa hiari yake. Ombi la Omtata linaakisi jingine lililowasilishwa na muungano wa upinzani unaotaka uamuzi wa mahakama kuhusu jinsi matokeo ya urais yanapaswa kushughulikiwa. Kesi hiyo imepangwa kusikilizwa tarehe 16 Disemba mwaka 2025. Mlalamishi anasisitiza iwapo rufaa hii itapita katika shoroba za mahakama na kufaulu, basi uchaguzi wa urais nchini utakuwa wa huru, wazi na haki. Laban Shaban, NTV, Nairobi.